Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Mtazamaji wa Fizi News, tunakukaribisha kufuata matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tariki 23 Januari 2026. Fizi News TV ambayo inakutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za ukweli kabisa kwa muda ulio muafaka. Msomaji ni La Voix, lakini tunaomba kwanza ujiabone, pia wasambazie wengine ili wapate habari hizi kama ulivyozipata kiurahisi kabisa, wanufaike na matangazo yetu. Mpenzi mtazamaji, tunaanzia huko Uvira ambako uongozi wa jeshi la akiba au RAD kupitia kiongozi wake Alex Mwamba Dunia umeendesha mkutano pamoja na waandishi wa habari siku ya 4 ya wiki hii katika mji huu wa Uvira ili kutoa mbinu mbalimbali kwa ajili ya kuweka ulinzi ndani ya jiji hilo. Kwa mujibu wa wenzetu toka huko Uvira ni kwamba kiongozi huyo ametoa mbinu mbalimbali ili kuwezesha usalama kurejea katika jiji hilo la Uvira baada ya waasi wa M23 kujiondoa ndani ya mji huo, ikiwemo kujiondoa kwa majeshi yote ya wazalendo ndani ya jiji la Uvira kati na kujielekeza huko vilimani. Kiongozi huyo ameomba kwa viongozi wote wa wazalendo kukusanya majeshi yao na kuwapeleka pembezoni mwa mji wa Uvira ambako M23 wanaonekana maeneo ya vilimani. Pia ameomba kwa vijana wote ambao wamejiunga na waasi wa M23 kurudi na kuomba msamaha, kwani usalama wao sio mzuri huko ambako walipoelekea. Amesema kwamba kwa yule yote ambaye alijiunga na waasi wa M23 atapokelewa na kupata msamaha, kwani serikali ni mzazi. Kuhusu hali ya usalama, amesema hakuna mzalendo anayeruhusiwa kuweka kizuizini popote pale ili kuomba pesa kwa wasafiri. Hali ya usalama ndani ya jiji la Uvira itakuwa ni kazi ya jeshi la polisi la taifa, pia jeshi la polisi wa kiaskari ambao wanajulikana kwa jina la kimombo kama vile PM. Hivyo amesema polisi na PM hao ndo watahusika na usalama pia na usafi wa mji wa Uvira. Ameongeza kusema kwamba hatua kali itachukuliwa kwa yeyote ule ambaye atakeuka mipango hiyo ambayo imechukuliwa kwa ngazi ya juu. Pia ameongeza kwamba hakuna mzalendo atakayeruhusiwa kutembea na silaha mchana kati katika mji huo wa Uvira. Uvira tu ni kwamba meya wa mji wa Uvira kwa muda Kipara Kapenda Kiki amewasili katika mji jioni akitokea nchini Burundi kwa lengo la kuja kujionea hali halisi ya usalama mjini humo. Hivyo amepokelewa kwa mikono miwili na raia ambao wanaona kuwa tendo la faraja kwao. Kwake chango chako, moja kati ya malida wa kijamii nchini Uvira, ameanza kwanza kuonyesha mkasa wa mtu mmoja aliyeuawa kwa kupigwa risasi mnamo usiku wa kucha siku ya 4 ya wiki hii. Alipoulizwa kuhusu swala la madhara ya ukosefu wa uongozi katika mji wa Uvira, lida huyu amejibu yafuatayo: kiukweli huku ukitembea vibaya unapata moya risasi na wengine wanaepukana, lakini kuna mtu mwenye amekufa. Masasa nalialia tu ndio maana naua mpili mazingira ya kufahamika, lakini tumeamka asubuhi mtu amekufa, amepigwa risasi. Leo ndo meya wa jiji makamo tena alinterim Kipara Kapenda Kiki ameingia pa masaa 8 kutoka Bujumbura akitumwa na gouverneur Purusi kuja kufanya etat des lieux ya mashambulizi ya vitu na watu ambayo wagaidi wa M23 wamefanya katika vile ya Uvira. Nasema ametumwa kuja kufanya etat des lieux, ina maana atarudi Burundi au namna? Ndio, amepewa siku sita ili akuje fanya akuje fanya hiyo kazi. Alafu baadaye anarudi tena mji unabaki na nani? Mtangazaji, kwa sasa hatujakuwa na viongozi wenye kutulia. Sisi wametuambia kwamba tu amekuja kufanya hiyo kazi evaluation na ndio gisi atarudi tena mnamo siku. Hata ordre mission yake ambayo sio iko wazi tu hiyo neno ya mtazungumzo. Tunaposikia mazungumzo ya viongozi wa karibu na wa mbali wanasema kwamba sasa hawana uhakika kwamba maelemo
zote za M23 zimetoka, kuna wamoja ambao wamebaki. Ndio maana viongozi hawatakuwa na haraka ya kuja katika vile ya Uvira ama territory ama province ili wakuje kuongoza. Inabidi kwamba wahakikishiwe na serikali ama na jeshi FARDC kwamba reportage imeisha na wamekontrole kwamba hakuna hata elema moja ya majeshi wa AFC M23. Hiyo ndio chanzo kubwa, lakini sisi tunasema tu kwamba ni huzuni kwamba tutaona kwamba semene nzima iishi bila uongozi. Ni vitu vya kuregrete, hata kama uongozi wa kijeshi na polisi. Kila mtu mwenyewe anafahamu uongozi wa nchi ama uongozi wa site ama wa mji, anaelewa kwamba usipokuwa na uongozi wa serikali ya Kongo inaweza kuwa na consequences makubwa ama madogo. Lakini pia raia wanafahamu kujua na gani mambo yanaendelea, isipokuwa tu kuwa na uoga huko mwingi, na tupatie muda serikali ya Kongo itabiri mambo kama ndivyo sasa. Bana mtangazaji, ordre iko kwa sababu kila mzalendo iko na kiongozi wake, na kuna message ambayo imetoka kwamba waache kupiga masasa, ila tafahamu kwamba ikiwa mtu amekamata mvinyo mkubwa anapiga, ikiwa mtu amelupe ama ameenda mbali na uongozi wake anapiga. Hilo ndio jambo ambalo kubwa ambalo tunashuhudia, ila ordre iko, lakini kufuata order ni mambo mengine ndio shida. Upande wa majeshi wanaingia, tungependelea tu kwamba waende kwa position zao na walinde watu na mali yao. Upande wa serikali ya mahali ama ya vile ya Uvira, tungependelea tu wafanye ripoti zao kwa haraka, ili kwamba waje wafanye kazi, sababu raia inaoga na inapenda kujua nini inaendelea, kwa sababu inakuwa mwezi mzima na siku nyingi hakuna taarifa ya habari, hakuna communication na viongozi. Ile communication entre viongozi na raia imekatika. Upande wa province wa viongozi ni kwamba tu waje haraka, sababu kuna maproje mbalimbali ambazo walikuwa washaantame. Tunafikiria kwa presence yao itarenforce nguvu ya meya wa jiji na wao pia, ili wapate nguvu kutoka kwenye national. Isipokuwa vile tutakuwa tunaacha raia ndani ya bombowazi na haitafurahisha. Huko Fizi ni kwamba baada ya gavana makamu wa jimbo la Kusini kutangaza kutathmini ikiwa mji wa Baraka unaweza kupokea makao makuu ya jimbo hili kwa muda, ni moja ya sababu ya ziara yake. Hatimaye maoni mbalimbali yameanza kuibuka miongoni mwa raia. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wana mtazamo gani? Ametuandalia mengi zaidi hapa Bukuru Tantine kwa habari zaidi. Engineer Beana Bilombele Gaston, ambaye ni mwalimu msaidizi kwenye chuo kikuu cha maendeleo ya vijijini ISDER Fizi. Tulimuuliza swali, je, Baraka inakidhi vigezo vya kupewa makao makuu ya jimbo? Amejibu yafuatayo: tuko na infrastructure zenye zitaweza kuabsorbe kumeza madivision baja bote ya province, kila mtu atakaa na tarizika. Sababu shida ingekuwa kwamba hakuna nyumba ambazo zitaweza saidia kutia maofisa mabiro. Nyumba zipo. Hakuna nyumba za kufanya waasha wenyewe watakuja wenyewe wako hapa wapange. Nyumba zipo. Baraka tuna maji. Si vile hiyo bwana. Maji yapo kila fasi. Mpaka kule kuabanda kule yulu kule maji yapo. Nipongeze kwanza ule chef de bureau wa Régie des Eaux mwenye alikuja fanya hii mwingine kukua mwingine, il fait bon pour vivre, alitia maji kila fasi. Nisishe tu pale. Leo Baraka tuko na Kadeko, tuko na banki. Labuda batasema sasa nani ma taxes ya des provinces sawa watakuwa wanalipisha watu wa DPMR. Tutakuwa tunaverser franga wapi na hakuna banki? Kadeko iko hapa. C'est une banque nationale. Na gisi ni mission ya ministre national, n'est-ce pas, wa intérieur. Ndio anatuma mheshimiwa vice governor kuja fanya hapa evaluation. Si ayo ndio leta na leta iko super puissance. Bambie Ecobank ikiti hapa nani n'est-ce pas succursale. Ususani hii Tembe Uvira ikiti bank, si banki sipo. Nendeni mukatie succursale ya yenu Baraka, le temps que gouverneur et son gouvernement assemblée provinciale ziko wapi? Baraka. Ni kamati tu mfano kwa hiyo province ya Bauele leo. Yenye Buta njo chef de ya province ya vile Bukavu. Kubarabara yao ya Kabambi, barabara yenye inarelie
Buta chef-lieu ya province ya ba uele na Equateur. Manyumba zenye ziko kubarabara ya province mpaka kwa sasa kuko nyumba za nyasi. Nyumba za nyasi. Yani hii mboko tu inashinda Buta. Katanga hii komine yetu ya Katanga ya vile ya Baraka inashinda Buta. Paske ukianza Katanga mwanzo mpaka mwisho kubarabara yake hautaona nyumba ya nyasi. Mboko ukianza mwanzo mpaka mwisho hautaona nyumba ya nyasi kubarabara. Sasa hususan ni Baraka. Na ile Buta ile gouverneur iko na kaa. Assemblée provinciale iko pale. Upande mwingine, Engineer Beana Bilombele Gaston ameibua manufaa makubwa ambayo yanaweza kuonekana ikiwa Baraka inapewa kuwa makao makuu ya jimbo la Kivu Kusini kwa muda. Gavana hata ikala mwingine yenyewe inakura, bakokote kurapa. Ile turbine yenyewe balikuwa wanasema itakuya iende itiliwe Malicha na singa za haute tension zikokota avec les transformateurs. Zilete kura kutosha Malicha ziti hapa. Sitakuwa avantage yenyewe si Baraka tutapata. Kusema kwamba wakati viongozi wa nchi huko Kinshasa, Leopoldville, walihamisha makao kwa muda ya vile hapo Baraka iliacha ina profite nini? Kura. Voilà l'avantage ya chef-lieu. Kura itaingia hapa. Sasa fikiria, leo deja tuko na maji. Alafu tena tupate kura hii Baraka. Sisi tunafika paradiso. Istosh, acha nikwambie. Baraka iko na limite na Tanzania, tuko na limite na Zambia, tuko na limite na Burundi. Gavana kisha kuwa hapa. Si yeye anahitaji maresete, anahitaji pesa ziingie. Port de Mushimbaki itakuwa rehabilité. Ile quai d'accostage. Le quai d'accostage ya Port de Mushimbaki bata rehabilité. Nyumba za mzuri zitajengewa pale. Baja ya commissariat, n'est-ce pas, la Kistra banakuwa bien aéré. Ile nyingine ma office DGD ya OCC. Labuto utasema Baraka hakuna laboratoire ya mzuri ya OCC. Moi je suis un ingénieur en chimie alimentaire. Ça batatia labo hapa. Papa, si apata kazi vile. Jua natia labo. Un ingénieur chimiste bana mwangaje pour l'analyse. Hapa deja Baraka ikikuwa chef-lieu ya province. Kutakuwa aéroport papa. Batatia aérodrome ma petit porteur, ma avion, kutakuwa ligne Kinshasa, Kindu, Baraka, Kalemi, Lubumbashi. Batu batakuwa aussi na besoin ya tourisme baki baone Baraka. Kwa bona ya Kutumba, kwa bona ya dunia. Est-ce que unajua kama kuko watu wanahitaji kuona tu nani ya Kutumba hivi? Sasa problème c'est quoi? Hakuna aéroport, hakuna aérodrome. Avion haita dema hapa. Lakini ikisha kuwa vile chef-lieu ya province, gouverneur atafanya mbinu zote pale Malinde bai rehabilité na atalomba ligne kwa mheshimiwa rais. Avion ziko deja zinadema hapa Baraka, le temps que Kavumu itakuwa libéré na waasi wa M23. Avantage hili. Donc watu wengine watapenda kuja waone Fizi, waone Baraka kwa bona ya Kutumba, les grands patriotes du Congo du monde papa. Ona Baraka leo. Mungini iko deja na maerosion, ona ile fossé le canal yenye inashusha mai ya Mau. Kutosha mai ya Mau kupeleka Mtanganyika. Ona hii ya Malala. Bientôt kuko batu wenye batakuwa ba réfugiés na balikuwa na maparcelle mais zimeenda jua nini ya maji. Mais kama gavana yupo hapa Baraka, satakuwa nafanya itinerance, atakuwa atembelea makartier zake. Quartier Majengo, quartier Malala, quartier Mau, quartier Mwemezi, atakuwa na gisi mungini iko naenda inapata shida ya erosion. Si atafanya projet kwa ensemble provinciale ya kulomba ile yote miferegi yote ikuwe bien entretenu, baijenge ile mai ikuwe ngia Mtanganyika, n'est-ce pas? Pourquoi pas basitie ma pavé. Avenue kwa avenue pavé. Et bientôt Baraka itakuwa safi Bujumbura. Ndio avantage ya hii Baraka kukua kwa muda makao ya province. Kwa kumalizia, mwalimu huyu wa chuo kikuu ameomba uongozi wa jimbo kuhamisha ofisi na idara zote za jimbo mjini Baraka hadi pale serikali kuu itakapoona vema kuhirudisha tena ilikokuwa. Neno langu la mwisho ni kusema tunafurahia sana tena sana Baraka yetu leo kutiliwa makao kwa muda ya chef-lieu ya province ya Sud Kivu. Tunajitahidi kusema gouvernement ya province, ensemble provincial, madivision zote na biro zote zenye zinakuwaka Bukavu, zenye zinadepende na Kinshasa, mais sous responsabilité ya mheshimiwa gavana, waje watie mabiro hapa. Tutawachunga, watachungwa na watafanya kazi vizuri. Na siku ambapo tena mheshimiwa rais ataona makaa irudi kwenye nafasi yake, wanarudi. Shirika la raia nchini Baraka
imevitaka vitengo vya serikali kutukulipisha pesa za ushuru kwa wafanyabiashara wote hadi pale ambako ofisi ya jimbo itafahamika ipo ndani ya jimbo gani. Akiwa mbele ya mikrofoni zetu, Alberto na Maisha, kiongozi wa shirika la rahia katika mji wa Baraka, kwanza ameanza kupongeza gavana makamu kutembelea bandari ya Mshimbache, huku akiongeza kuwa bado kikao kingine kitafanyika ili kujua pasenti ambazo wanaweza kulipa. Nilikuwa hatua nzuri paske inaomba autorite de l'etat itumike. Na hapa kulikuwa tatizo wakati tulifanya kikao cha kwanza, ilionekana viongozi wa DGDA wa OCC hawakukua na kulikwesha kuwa wa journalier ambao walikuwa wanaanza tumika malengo ambayo haifanani. Na ndio kwa sababu wazalendo walikamata na ile nafasi kama vice gouverneur na delegation walienda kule ni kwenda kuonesha kwamba DGDA OCC ndio douane na ndio wanapaswa kutumika. Na mambo ya kuyua eske watu wataanza lipa 100% kwa service au 30% au 50%, ilionekana pana watu watabakia sa chini wanajua gisi ya kudefinir. Lakini kwa kusema sai wakomersa watu wangali wasinisire, na itaomba hiyo jambo ya kuikala chini kujua le pourcentage za kulipa, eske ni 70, eske ni 60, eske ni 90. Itaomba wakomersa waikaa chini na wajue namna gani watu wataelewana. Jambo la pili, tumefanya kikao hapa kawini, vikao viwili vitatu, na dhamiri yenyewe inapasha tu kutumika. Leo tumeshangaa tumepata raporo kwenye ofisi kwamba maservice wameanza kulipisha taxi za province kuanzia Mshimbaki na eneo zingine. Province mpaka sasa yajulikana iko wapi. Watu wanaona gisi walikuwa na sinye fea Baraka, leo wanaanza sinye feo Burundi. Province iko wapi NSA hii waanze kamata makuta. Jambo la kusema tax ya province ilipiwe hayakuwa nafasi. Na tumewahi kuongea kwamba kikao kitakuwa kingine juu ya kuongelea hiyo jambo. Wale ambao wako na estime kwamba walipishe taxi za province, waambie watu le pourquoi, wakamate pesa waende nazo wapi, watafanya raporo wapi. Na hiyo na wazia vikao vingine vitaendelea, lakini kuanzia siku ya 5 hawapashi kutumika kwa sababu hajulikani hiyo raporo itaenda wapi na bieleweki. Na tunategemea kwamba maswete civile feki watakutanana na baadaye maservice na maswete civile feki watu watakutanana ili tuambiane bayana nini kinachoendelea paraporo ya mapourcentage na paraporo ya mataxe ya province ya Sud. Jumbo wa mwisho raia wayo kwamba tuko macho, na tumewahi kuwaambia kwamba a partir ya kikao ambacho kilifanyika karibuni, tuliambia watu kwamba sura inaanza onekana, na sisi ofisi ya mashirika ya kiraia tuko natumika na tutaendelea kufuatilia kila jambo ili tujue namna gani raia wasiendelee kunyanyaswa zaidi mwa wakati, na kuangalia namna gani meme maonje itaendelea kutumika kwa kusaidia wa retourner wa deplace. Hiyo yote ni kazi ambayo tuko nayo na ambayo tunapaswa kuendelea kufanyizia kazi raia. Wao kwamba ofisi ya mashirika raia iko wazi na kazi itaendelea kutumikiwa mchana na usiku kama ilivyokuwa kawaida. Na huko Fizi ni kwamba gavana makamo wa mkoa wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Elakano akishindikizwa na msafara wa bunge wa chagulio wa tarafa la Fizi ametembelea makao makuu ya tarafa la Fizi kwa lengo la kutia amani na umoja kati ya makabila yanayoishi eneo hilo. Akipokelewa kwa shangwe na vigeregere na raia wa Fizi kati, gavana makamo amewataka kuishi kwa umoja ili kupata nguvu za kupigana na adui anayevamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilikuja hapa Fizi Centre kama vile chef-lieu ya territoire yetu baada ya kufanya siku 5 Baraka, ambapo nilifanya hotuba hadharani ambayo ilikuwa na watu wengi. Nilisema siwezi kurudi pasipo kufika hapa Fizi Centre, na nilifika Fizi Centre nikishindikizwa na delegation kubwa, wakiwemo wa députés nationaux et provinciaux wachaguliwa na watoto wa Fizi. Ujumbe wangu wa kwanza ambao nimeusema, niliambia watu ya kwamba wale watu ambao wako na kamata fursa wanatoa hotuba eti ndio conseil de sage ya Fizi, niliwaambia hapana, hiyo sio kweli, haiendani na kanuni za sheria na kidemokrasia. Wa veritable notable wenyewe wanaweza kusemea watoto wa Fizi ambao tuliwapa manda ni wachaguliwa. Yani sisi tunakondane ile hotuba yoyote ya ubaguzi, hasa
unapofanya hotuba unataka kuisema kwa jina la kabila nzima la Wabembe. Haiwezekani. Tunapigana na adui na hatutaki tena kutia chokochoko kati yetu. Ya pili ambayo niliambia watoto wa Fizi Centre na wa tarafa lote la Fizi, niliwaambia kwamba hii vita ambayo unaona yenye Rwanda inatuimpose ni kwa sababu moja tu. Rais Felix Tshisekedi alipoingia madarakani aliona ya kwamba wakongomani hawako huru kudirije nchi yao. Wakongomani wanakuwa kama vile wametekwa katika nchi yao kama watumwa. Aliweza kuprononce concept moja kwamba atadebulone system, na depuis alianza kudebulone system walimuletea vita vile ilikuwa na lengo ya kumuua, lakini Mungu sio asumani. Wale watu ambao walikuwa naimba ya kwamba mwezi wa 12 tutafete Kinshasa, wanaanza kujipatia cha mtemakuni. Nimewaambia kwamba walijiita wa liberateur, lakini tuligundua kumbi ni wezi juu waliiba na goudron na nguruwe. Imagine liberateur anaiba goudron, kitu cha maendeleo, na ni kitu Tshisekedi alileta. Na ya tatu kwa kumalizia, niliwaambia watoto wa Fizi, sikieni, Tshisekedi anawapenda. Kulipita maraisi na maraisi, tulikuwa na wamajone ambao walituletea ulu miaka 18 hawakulefanya hata kitu hiki kimoja. Tshisekedi amesema watoto wa Fizi, kwa sababu nyinyi ni washujaa, mnapenda vita na mko wa patriot, alisema atatutilia camp militaire. Hiyo camp militaire ambaye ameambiliwa angalie na eneo ni mtoto wetu, mtoto wa Fizi, ndugu Amuri William ya Kutumba, na wa inspecteur wako nakuja kufanya prospection ya ile nafasi. Sijue siku itaanza, lakini ni miezi inayokuja, natarajia hivyo. Yenyewe nimewaomba watoto wa Fizi, ingieni wengi jeshini, kama vile nilivyokuja tena mbele nikawaambia bwana, musikalia hapa, wazalendo na watu wote twende kule Uvira Kamanyola ku front juu adui asiingie hapa. Na wakanisikia wakanifuata. Na kuja tena mara pili kuambia watoto muwabebe jeshini juu kesho tukue na uwai general wengi, wa ofisa wengi, wa komanda region wengi, na itusaidie zaidi sana kubute enemy dehors. Tusikalie niko mzalendo, niko maimai. Julikana na serikali, uwe na jeshi, na jeshi ni ule mtu anafanya formation. Mulima raia wanadai kufurahishwa na ziara ya kinara wa wazalendo TNPCC Bwana William Emuri ya Kutumba kutembelea eneo hilo, kwani amewaletea ujumbe wa faraja. Akizungumza na Fizi News, mmoja kati ya wakaaji wa Mulima amesema kwamba ujio wa kiongozi hiyo kijijini humo umeletea faraja kubwa, kwani ameleta ujumbe wa kuwafariji, na hivyo kusema kwamba wanaendelea kupambana na maadui, na kama adui ataweza kushika mji wa wazalendo wako macho pia jeshi la taifa. Uwepo wa kamanda William ya Kutumba katika eneo letu la axe ya Rutemwenga ndio tulipokea kabisa, waraia walipokea manda na vigeregere na shangwe, pamoja na kusema kwa kazi ngumu ambayo anapitia na kazi ngumu ambayo anatenda kwa ajili ya raia ya Kongo na raia ya tarafa la Fizi na tarafa la Uvira. Maneno yake ambayo aliyoleta ni maneno tu ya kufariji raia, ya kwanza ya kuwapa pole kwa sababu ya hali ngumu ambayo raia wanaendelea kupitia, na ya pili ni kuwaambia kama raia watoshe hofu, sababu kila kitu kilichokuwa na mwanzo lazima kitakuwa na mwisho. Na yua kama eneo za Nyanza za juu ni eneo ambazo zinatia hofu sana katika tarafa letu la Fizi, na surubisho la ile eneo litaonekana muda huu hivi. Yale ambayo maneno chache tu ambao kiongozi aliposema, sababu siri ya kijeshi aliambiliwa raia wote katika mitingi, na hata sisi pia tulifurahi kwa ile tendo ambayo alilofanya kwa kutembelea eneo letu na kuona kama na sisi katika eneo hili tutapata neema kabisa, kama gisi wa ndugu wa Uvira nao walishukuru na kusema pamoja na jeshi letu na wazalendo, basi tunajua kama Mungu atabariki nchi yetu kabisa, itapona. Mpaka hapa ndo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Mimi ni Lubunga Lavoa, nilikuwa na wewe. Endelea kusambazia wengine hizi habari ili wazipate kama vile ulivyozipata kiurahisi. Pia usikose kujiabone ndani ya channel hii, ikiwa ni Fizi News, inatangaza kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante na kuletea habari za ukweli na zilizoaminika kabisa. Uendelee kuwa nasi kila siku ili kutupa support yako. Bye bye. Fizi News 24.
News 24, média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.